Visa vitano vya unyanyasaji wa kingono kwa watoto vimeripotiwa katika makazi ya chini katika kaunti ya Nyeri kwa muda wa mwezi mmoja uliopita. Na kati yao mmoja aliuawa baada ya kutendewa unyama huo, jambo ambalo limezua taharuki miongoni mwa wakazi na hata mashirika kulinda watoto. Wakazi wameshutumu utawala wa eneo hilo kwa kukosa kuchukua hatua madhubuti na za dharura, huku baadhi ya kesi zikidaiwa kufichwa. Na mamlaka zinakubali kwamba matukio mengi hayaripotiwi, kwani baadhi ya wazazi huamua tu kusuluhisha masuala hayo kwa njia isiyo rasmi kupitia mahakama za kangaroo badala ya kufuata haki ya mahakama. Ripota wetu Margaret Kimathi amekuwa akifuatilia visa hivyo na sasa anaarifu kwenye taarifa hii. Wiki ya mwisho wa mwezi Mei mwaka 2025. Tarehe 31 Mei. Kwa mama huyu wa watoto 4 anayeishi katika mtaa wa mabanda wa Wetemere mjini Nyeri, ilikuwa ni Jumamosi ya kawaida tu. Masaa ya alasiri alitoka nje kwa muda mfupi ili kununua sabuni kutoka kwa kibanda cha karibu, akiwaacha watoto chini ya kifungua mimba wake, mtoto wa kiume wa umri wa miaka 9. Nikamuuliza kwani kwa wapi brother yako? Akaniambia aliitwa na pasta, wanaendelea na pasta. Juu nilikuwa nimesikia tufununu twake, juu kuna wakati alikuwa amefanya kitendo kama hicho, but ukaenda hivi hakuchukulia hatua juu ilisemekana hajamkuza. Mama huyu aliharakisha hadi nyumbani kwa mchungaji huyo na kugonga geti, ila akakuta limefungwa. Aliita kwa haraka akirudia jina la mtoto wake na la mchungaji, lakini hawakujibu. Dakika 30 baadaye, hatimaye mwanawe alitoka kwenye nyumba ya mhubiri. Nikaenda sasa kafunga mlango na nyumba. Sasa kama kunitoa nguo. Akanishia kitu yake. Akaniambia nitakwambia lakini mama usinichape. Akaniambia nilienda kwa pasta, akaniambia niende pancake, atanipe pancake nikule. Akanianza kuniguza, akanitoa nguo, akaniambia nilale kwa kitchen akatoa zake. Sasa wakati tulikuwa na Twitter, alikuwa anaendelea bado kuniingiza kidogo. Wakati sasa alisema wakati nilikuwa nataka kuitika, akaniziba mdomo kidogo. Ndio sasa tukaitika, akanipa pancake nitoke kama nakula, ndio uone ni kama tulikuwa tunakula pancakes. Akiwa amehuzunishwa na hali ya mwanawe, Wanjiku aliwatahadharisha majirani zake ambao walikusanyika haraka na kwenda nyumbani kwa mhubiri huyo kumkabili. Mwanzoni, kasisi huyo mwenye umri wa miaka 67 alikanusha madai hayo. Umati huo ulichukua sheria mikononi. Mhubiri alizingirwa na papo hapo wakati wa kiberiti, akateketea hadi kufa. Ishara wazi kwamba wakazi hapo wamekosa imani na mfumo wa haki. Hata si shule anaenda, si ni akwada medication. Mtoto anakunywa hizi dawa za kuzuia nini juu tulipatia huko hivyo. Akikunywa mtoto ni kutapika tu. Before Baby Tamara, we had such cases, and we have not found them in any reports, either filed by any chief or filed by any assistant chief. They have not been filed. Nguo zilimtoka aje? Wiki moja nyuma katika kitongoji jirani cha Kiawara, kisa kingine cha kuhuzunisha cha unyanyasaji wa watoto kiliripotiwa. Siku ya Jumatatu jioni tarehe 26 Mei mwaka 2025, mama huyu alienda kazini na kumwacha bintiye wa umri wa miaka 8 katika uangalizi wa shangazi yake. Wakati huo jioni, shangazi alitoka nje kwa muda mfupi kununua chakula cha jioni na kumwacha msichana peke yake ndani ya nyumba. Sida tema alikuja aliita mama mtoto akaitika, toka haraka. So mtoto alidhani ni labda ameitana. Bado mtoto alitoka akapata ni kijana. Mwanaume huyo anayejulikana kwa familia hiyo alimwambia msichana huyo mchanga kwamba mtu fulani alitaka kumuona. Bila kujali, mtoto alimfuata mtu huyo ambaye aligeuka na kumtendea unyama. Issue yenye bado ina cause hizi cases, we don't have the security of the witness. Ama ni mtu senior amepatikana na that act.
Kulingana na idara ya huduma kwa watoto katika kaunti ndogo ya Nyeri ya Kati, visa 5 vya unyanyasaji wa kingono kwa watoto vimeripotiwa katika muda wa mwezi mmoja pekee, visa 4 vikiwa vya watoto wa kike na 1 cha mtoto wa kiume. Watano hao wako kati ya umri wa miaka 7 na 13 katika mitaa ya mabanda ya Majengo na Wetemere. It's a communal problem. Kamishna wa kaunti ya Nyeri, Ronald Mwiwawi, amekashifu visa hivyo vinavyoongezeka, huku akieleza kuwa juhudi zinaendelea ili kulainisha utawala wa eneo hilo, haswa mpango wa nyumba 10 ambao umeanza kuchunguzwa. We have directed that public barazas should be held. Let the people choose their own leaders because they understand them, they know them, they are people who live among themselves, so that we get people who can be accountable to the members of the public. Visa vingine vilivyoripotiwa kati ya vingi vinavyofungiwa jicho ni kile cha mtoto Tamara Blessing aliyenajisiwa, kuuawa kisha kuzikwa chini ya kitanda cha mshukiwa ambaye alikamatwa na kesi inaendelea. I hope mtoto wangu atapata the true justice. Even in Kenya there is justice. We still have another small girl who was defiled, and they are all from Wetemere area, except for the 7-year-old who was raped who was defiled by a priest. She was under his care in his school in Kieni, and he would come through the window at night and brutalize the child. Usalama wa watoto katika mitaa ya mabanda hapa kaunti ya Nyeri uko katika hatari kubwa, huku wasiwasi ukiendelea kuongezeka kwa wale wanaopaswa kuwalinda watoto, baadhi yao wakigeuka kuwa wahusika wa ukatili huo. Sasa wito wa dharura umetolewa wa kuwalinda watoto kwa gharama yoyote ile. Margaret Kimathi, NTV, katika mtaa wa mabanda wa Kiawara, kaunti ya Nyeri.